Baada ya mahakama ya Kitale kutoa uamuzi wa kukatwa kwa mti wa mkuyu eneo la Toroso, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wazee wa eneo hilo wamejitokeza kutaka kuandaliwa kwa mazungumzo ya kupata mwafaka wa jinsi ya kutekeleza zoezi hilo lenye umuhimu mkubwa kwa jamii ya Sabaot. Kwenye kikao cha wazee wa jamii hiyo wakiongozwa na Edwin Ngaina, wanadai kuwa zoezi hilo ni la umuhimu mkubwa kwani litasaidia kufutilia mbali laana zilizowekwa na wazee wa kale wa jamii ya Sabaot kwenye mti huo. Hiyo miti wazee wetu walipokuwa na wachana, waliwaachania hapo. Na wakaweka hapo kengele. Na wakaweka hiyo jembe ya kuchimba. Ishara kwamba kwa sababu ya ile laana makosa ilifanyika huko nyuma kwa DC, kuna hapo nafasi ya kwa DC walisika wa Bukusu na Msabot, ambayo hiyo kazi tulimaliza. Ikaonekana kwamba hao wameweka hapa kwamba that's why walipoweka hiyo kichuma hapo ya ng'ombe hakuna Msabot sasa iko ng'ombe. Hiyo ni laana. So our target is to appease our ancestors and dismiss the curses in Mount Elgon. Ameongeza kuwa walilazimika kufika mahakamani baada ya juhudi zao za awali kutaka kuukata mti huo kugonga mwamba kutokana na waliopinga zoezi hilo kuwavamia. Baada ya sisi kusumbuliwa na maneno ya kupigwa huko na nini, wakati mjumbe alisema yake, tulienda kotini. Tukafika kotini, tulikuwa tunaomba serikali ipe security ili tuendelee na public participation kulingana na sheria ya NEMA ya kung'oa miti, na tukapewa order ya kusema mnaweza endelea na maneno yetu. Sasa tumepanga katika harakati hiyo tutafanya public participation Friday ambayo ni tarehe 31. Tukipata sasa permit ndio tutapanga siku ya kukata miti. Lakini kwa sasa hivi lazima tujulishe watu ni kwa nini tunakata miti, kwa nini tumepanga hiyo tarehe. Hata hivyo, Ngaina amewataka vijana wa rika la Gen Z kutokubali kupotoshwa kuhusiana na zoezi hilo muhimu kwa jamii ya Sabaot, akisema lina umuhimu mkubwa kwa uwepo wa jamii hiyo katika siku za mbeleni. Lakini saa ile yeye amesoma, anajua kompyuta, anajua cyber, anajua nini, anaona mzee kama ni mjinga. Lakini kwa sasa tunataka mwambie vijana, mambo ya live born is beyond the understanding. Sasa tunawashauri kwamba kama wewe umesoma na una degree yako, wewe fanya uvumbuzi yako na ufanye na uendelee. Lakini tunawafundisha kwa njia gani? Nataka kukurudisha nyuma kidogo. Mount Elgon, ukiona mbunge wa kwanza Mosi, alikuwa mbunge. Lakini ukienda kwake hakuna kitu. Ikakuja Kisiero. Ukienda Kisiero sasa hakuna kitu. Willy Khaemba Kurunzi kutoka Toroso, eneo bunge la Mlima Elgon.